Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Bila shaka hujambo popote pale ulipo. Niukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamwalika hapa Hilali Sefuriami kwa ajili ya kukupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote, mtazamaji, ni kupitisha katika muktasari wa miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Watu watatu wafariki dunia jijini Dodoma kufuatia ajali ya malori mawili kugongana uso kwa uso. BAKWATA Manispaa Singida yapokea takriban nakala 1000 za mashafu kutoka taasisi ya Zahfu. Na katika habari za kimataifa, wahamiaji watakiwa kufunga biashara zao huko nchini Afrika Kusini. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyapata matangazo haya katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia huko mkoani Dodoma kwa habari ya tanzia. Watu watatu wamepoteza maisha jijini Dodoma kufuatia ajali iliyohusisha malori mawili kugongana uso kwa uso na kisha kuwaka moto katika eneo la Emausi Ipagala maarufu kama mtaa wa kwa Waziri Mkuu. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Akizungumzia hatua ya uokoaji mara baada ya kutokea kwa ajali hiyo majira saa 12 asubuhi, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Dodoma, mrakibu msaidizi wa zimamoto Rehema Jeremia Mwenda, ameeleza hali ilivyokuwa baada ya kufika eneo la tukio. Ajali hiyo ilihusisha gari T179 EQF la mchanga ambalo lilikuwa linatoka Bihawana, na dereva gari huyo alijulikana kwa jina la Lucas. Lakini pia gari lililohusika lingine kwenye ajali hii ni T764 EPW ambalo lilikuwa likitoka Dar es Salaam na lilikuwa limebeba simenti. Baada ya kugongana ilisababisha kutokea kwa moto. Katika ajali hiyo imesababisha vifo, na jeshi la zimamoto na uokoaji tumeweza kuokoa miili ya watu watatu. Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Gallus Yera, amethibitisha vifo vya watu watatu katika ajali hiyo. Kwa gari hili ambalo lilikuwa na watu watatu, driver ambaye anafahamika kwa jina la Lucas na wasaidizi wake wawili Elisha na Kevin, wote walibanwa kwenye cabin, na kutokana na athari ile ya moto walipata madhara makubwa na hivyo kupoteza maisha. Though juhudi za jeshi la polisi kwa kushirikiana na wenzetu wa zimamoto kuja mapema kwa ajili ya kuokoa hazikuweza kufanikisha kuokoa maisha ya hawa wananchi wetu watatu. Kamanda Hiela ameeleza kuwa kwa uchunguzi wa awali unaonyesha chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva la lori lililokuwa limebeba saruji. Katika tukio hili, lori hili la kwanza ambalo ni T179 EQF liliama njia kwa maana ya upande wake wa kushoto kwenda upande wa kulia, na hivyo kukutana uso kwa uso na lori hili namba T764 EPW
nayo ni aina ya O. Tulivyoliangalia tukio, kuna uwezekano mkubwa dereva yule wa gari lililobeba cement alikuwa katika hali ya usingizi, na hivyo kumwezesha kuhama toka upande wake kuja upande mwingine. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Manispaa ya Singida limepokea takribani nakala 1000 za mashafu kutoka taasisi ya Zahfu yenye makao yake makuu huko visiwani Zanzibar. Kutokea huko mkoani Singida, mwanahabari wetu Ramadhan Idilim anatupasha zaidi. Nakala hizo za Qur'an tukufu zimepokelewa na Shekhe wa wilaya ya Singida mjini, Shekhe Isa Simba, ambaye amebainisha kuwa ujio wa misafu hiyo ni hatua muhimu ya kuimarisha elimu ya dini. Sisi tuna mahitajio makubwa ya misafu kwa sababu kwenye madrasa zetu kuna vijana wanahifadhi Qur'an, lakini kupitia shirika hili limetusaidia leo litaamsha ari mpya kwa vijana wetu ili kuhifadhi Qur'an kwa sababu wamepata misahafu bure. Lakini tuwaombee Mungu aendelee kuwapa nguvu wafadhili hawa, waendelee kutusaidia sana. Mwenyekiti wa walimu wa madrasa Manispaa ya Singida, Sheikh Said Ramadhani Wawa, tayari ameanza kutembelea baadhi ya madrasa kwa ajili ya kukabidhi misahafu hiyo, ambapo ameanza na chuo cha Nuru Salama kilichopo Unyankindi, kata ya Mitunduruni. Naam, nakiri kupokea misahafu kwa ajili ya kugawa katika madrasa za wilaya ya Singida mjini, na tayari tupo kwenye madrasa hii ya Nuru Salama. Tumekwisha gawa misahafu na tunagawa misahafu, na baada ya kutoka hapa inshallah kwa kupokea hili jukumu kutoka kwa shekhe wetu wa wilaya, tunaendelea kugawa kwenye madrasa zingine. Naomba tuwashukuru wahisani ambao kwamba walitutembelea kwa kutuletea baadhi ya vitabu, misahafu ambayo imekuja kutusaidia katika upande wa ufundishaji sisi walimu na katika upande wa wanafunzi kujisomea masomo yao. Kwa upande wao, uongozi wa taasisi hiyo wameeleza kuwa lengo lao ni kuunga mkono harakati za elimu ya dini, na hivyo wataendelea kushirikiana na madrasa mbalimbali hususan kutatua changamoto za vitabu. Na tumeona baadhi ya sehemu kwamba uhitaji wa mashafu na baadhi ya vitu vingine vya kusukuma dini ya Allah kwenda mbele ni mkubwa. Kwa hiyo hata na sisi wenyewe tumeona acha tuingie, tujitolee na sisi na kutegemea malipo kwa Allah. Basi na sisi tutarudi makwetu inshallah, tutajaribu kuongeza nguvu, tutarudi tena inshallah. Kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Shukrani sana Ramadhan Idilimu kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Mara. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka watendaji wa idara mbalimbali zinazogusa wananchi moja kwa moja kuongeza weledi wa utendaji kazi wao, ikiwemo kutoa elimu na ushauri utakaowasaidia kufungua fursa za kiuchumi wananchi na kutatua migogoro ya ardhi. Mwanahabari wetu Nuhu Kasim Stima kutoka studio anatupasha zaidi. DC Chikoka ameyasema hayo katika mwendelezo wakati wa kutatua changamoto mbalimbali za wananchi iliyofanyika katika kata ya Bweri, akisisitiza kila taasisi kuwajibika ipasavyo ili kufikia lengo la serikali kutoa huduma bora kwa wananchi. Moja ya mkakati tuliouweka ni kuongeza taasisi ambazo zinaendelea kuwagusa wananchi moja kwa moja. Kwa mfano, kupitia kambi hii tunataka watu wa SIDO, watu wa VETA, ili kupitia kambi hii wananchi waweze kueleweshwa namna gani pia suluhisho la ajira, kwa maana ya wanaweza kupata ufundi, ujuzi na taaluma mbalimbali. Kambi hii sio maonyesho. Kambi hii ni ya kuwahudumia wananchi wenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani na viongozi wote wahakikishe wanafika kule kwa wananchi. Moja, kuendelea kutoa elimu, kuelewa na kuwahamasisha wananchi waweze kufika hapa. Meya wa Manispaa ya Musoma Alex Nyabiti ameelezea umuhimu wa kambi hiyo ya kusogeza huduma kwa wananchi kufuatia changamoto za baadhi ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma za serikali. Umuhimu wa kusogeza kambi kwa wananchi ni kutoa huduma ili waweze kupata huduma ambazo wangezifuata umbali mrefu. Na kama unavyojua hapa tulipo mpaka Musoma mjini
takriban kilomita 6. Sasa leo mwenyewe umeshuhudia maelekezo ya mkuu wa wilaya ambayo hata mimi nimeyaunga mkono. Maelekezo yake ni pamoja na kusema huduma zitolewe na ziweze kuwa za kuridhisha kwa wananchi, kwani uwepo wa kambi hii ni suluhu na suluhisho la matatizo ya wananchi wasiweze kufuata huduma hizi ofisini ambako ni mbali zaidi. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kata hiyo wameishukuru serikali kwa kuwasogezea huduma hizo za serikali na kuomba iwe muendelezo ili kuwa mwarobaini wa changamoto mbalimbali zinazowakabili. Tumeshahangaika sana na ardhi, tumeshateseka sana, watu wana vilio mbalimbali, kazi hazifanyiki. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu kwa hii fursa aliyotuletea hapa. Inaweza ikawa ni faraja na watu wengine tukafanya mambo mengine, kwa sababu migogoro inasababisha watu hatufanyi mambo mengine. Migogoro imekuwa ni changamoto kwa sababu wapimaji wetu wanapokuja kupima hawaangalii ule upimaji wa kulasimisha watu. Wanawaachia wananchi migogoro wenyewe kwa wenyewe viwanja vinapokuwa vimeingiliana. Tunaomba huo mwendelezo kwa sababu wananchi wanapata huduma kwa wakati, maana huduma zinafuata wananchi. Katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain yenye maskani yake makuu mjini Iringa, Sheikh Shamsi Elmi amepongeza juhudi zinazofanywa na jumuiya na taasisi mbalimbali za wanawake wa Kiislamu katika kuelimisha na kukuza imani kwa mtoto wa kike. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa mwanahabari wetu Saadi Suleiman. Ni katika tukio la Faith and Growth lililoandaliwa na taasisi ya majirani wa peponi na kwa kutanisha mabinti wa Kiislamu kutokea maeneo mbalimbali. Lengo la makutano haya ni kuweza kukuza imani pamoja na kujifunza masuala mazima ya kimaendeleo binafsi. Lengo letu kubwa kwenye hii Faith and Growth ni kuwafikia watu mbalimbali. Kwa hivyo kitu kikubwa tunachokiomba ni support, na sisi tunataka kuwafikia sana sana ni vijana na mabinti. Kwa nini? Ni ukuaji wa imani za watu. Nafsi zetu bwana zina hangaika sana. Imani zetu kila siku zinashuka, na kama walivyoelezea wasemaji mbalimbali wanatuelezea namna gani ambavyo imani ya mtu yoyote, haijalishi ni nani katika jamii, ni shekhe au ni shehati kiasi gani, inaweza ikashuka. Hivyo lazima tukumbushane kwamba tunatakiwa kuzikuza imani zetu. Mgeni rasmi katika tukio hili alikuwa ni Sheikh Shamsi Elmi, ni katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain, vile vile ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu hapa nchini Tanzania. Alikuwa na haya ya kusema. Kusema kweli, masala kama haya ndio tunayataka katika nchi yetu sasa hivi, hususan katika zama tulizonazo ambazo watoto wa kike wamekuwa wanaghururiwa na matamanio ya kidunia na maadili yanazidi kuporomoka kila siku, zinai na kithiri. Kwa hiyo kuwajenga watoto wa kike, kuwajenga kina mama wa Kiislamu ndio kuijenga jamii. Kwa hiyo mimi ningehimiza sana kwa wanawake wa Kiislamu kuiga mfano huu ambao umefanywa na akhawati hawa wa majirani wa peponi. Kwa hiyo wanawake wana mchango mkubwa sana katika masuala ya dini. Sasa zama tulizonazo sasa hivi tunatakiwa kusema kweli tuwashirikishe wanawake katika maendeleo yetu kama Waislamu. Mahasin TV tumezungumza na baadhi ya washiriki ambao wameshiriki tukio hili la namna ya kuweza kuzikuza imani, na wao wameeleza namna ambavyo wameweza kufaidika na yale ambayo yamezungumzwa na wahadhiri tofauti. Mimi kama kijana nimejifunza vitu ambavyo vitanisaidia kunipandisha imani na vitu ambavyo nikivitenda vitanishushia imani yangu. Hivyo basi nilikuwa na washauri ndugu zangu wengine Waislamu, especially kama ni vijana, kusupport harakati za dini, kwa sababu pia inasaidia kupeleka Uislamu mbele na pia kujifunza na kuongeza imani. Nilichojifunza leo kikubwa ni kwamba kutafuta radhi za Allah. Tunaweza tukafanya vitu vingi sana, kheri nyingi sana, lakini purpose ni kutafuta radhi za Allah. Jambo ambalo kubwa tumelifanya kupitia taasisi yetu hii ni kuanzisha mahadi ya mabanati. Mahadi hii inapatikana maeneo ya Kuhungu na tunapokea mabanati wote wa kutwa na bweni. Mbali na kutoa elimu ya dini, sisi kama mahadi ya Funazi pia tumejikita katika kutoa mafunzo ya amali kwa vijana wetu au kwa wanafunzi wetu, na miongoni mwa mafunzo hayo tunayotoa ni upishi, uchoraji wa hina, elimu ya ufugaji na kilimo. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Saadi Suleiman, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Saadi Suleimani kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Dodoma. Mtazamaji, tuelekee huko mkoani Arusha. Halmashauri ya wilaya Karatu mkoani Arusha imeahidi kuendelea kuwatambua wadau mbalimbali wa elimu
wanaunga mkono juhudi za serikali katika kuinua kiwango cha elimu wilayani humo na taifa kwa ujumla. Hilali Sefuriami anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo katibu tawala wa wilaya ya Karatu Bahati Mfungo kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo wakati wa hafla maalum iliyofanyika wilayani humo kwa lengo la kuwatambua wadau wa maendeleo wanaunga mkono jitihada za serikali katika sekta ya elimu. Wilaya yetu ya Karatu imeendelea kufanya vizuri katika swala zima la elimu, na hii hatutawaacha kwa sababu ushirikiano wenu umekuwa ni mkubwa sana. Kila mara ambapo tumekuwa tukiwahitaji, tukiwa na shida mbalimbali, mmekuwa mkishiriki nasi kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja kuhakikisha matatizo hayo yanakuwa sio tu ya wilaya yetu ya Karatu, lakini mnayachukua kama ya kwenu. Ndugu wadau wa elimu, tunapenda kuwaomba sana muweze kushirikiana sana na serikali yetu inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Serikali hii inatambua sana mchango wa wadau, na ndio maana katika wilaya yetu ya Karatu tumeamua kutenga haya maazimisho kuhakikisha kwamba wadau wetu tunatambua mchango wenu ambao mmeendelea kutoa. Aidha, Mfungo amesema serikali imeendelea kukarabati miundombinu mbalimbali ya elimu ili kutengeneza mazingira rafiki ya kujisomea kwa wanafunzi wilayani humo ili kutimiza ndoto zao. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi ambavyo ameendelea kuliongoza taifa letu katika hali ya amani na utulivu. Lakini pia Mheshimiwa Rais katika swala la elimu ameendelea kuonekana, ameendelea kuhakikisha kwamba miundombinu katika mashule yetu inaendelea kuimarika, na ndio maana tunaona madarasa yameendelea kujengwa kila mara ili kuhakikisha basi wanafunzi wetu wanakuwa na uwezo mzuri au kukaa katika mazingira ambayo ni tulivu kwa ajili ya kuweza kupata elimu yao. Awali, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu Juma Hokororo ametoa wito kwa wazazi na walezi kuendelea kushirikiana na watendaji wa sekta ya elimu ili kufikia lengo la utoaji huduma bora ya elimu kwa watoto wao. Maono yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhakikisha tunatoa elimu bora katika wilaya yetu, na sio elimu bora tu kwa kushirikiana na wazazi kuifanya Karatu inakuwa kinara katika elimu hiyo. Lakini mwisho kabisa, kwa wazazi tuendelee kushirikiana na walimu pia, hasa katika uchangiaji wa chakula. Wazazi wengi wamekuwa wana changamoto uchangiaji wa chakula. Uchangiaji ni muhimu. Kile ambacho mtoto angekula mchana akiwa nyumbani, basi tuchangie pia. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo Hilali Sefuriami kutokea huko mkoani Arusha. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Jumla ya wakulima wa mwani 100 wa shehia ya Bungi na Kikungwi wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja wamepatiwa vifaa vya kulima mwani vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 13 kutoka taasisi ya kimataifa ya maendeleo Zanzibar ZIDO. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Ugawaji wa vifaa hivyo kwa wakulima wa mwani unalenga kuwapunguzia mzigo wa gharama wanaoingia wakulima kununua vifaa vya kulima mwani, kuongeza tija pamoja na kuinua kipato cha wakulima wa zao hilo. Maana ilikuwa tunanunua. Kwa hivyo tunanunua na tukiangalia bei ya mwani ingaliko chini. Kwa hivyo sasa hivi hapa angalau kidogo gharama ya kununua kamba na karatasi zitatupungukia. Kaikai hivi tulikuwa tunanunua kwa shilingi 5,000. Na ukija kwenye kamba hii tunanunua shilingi 7,000. Kwa maana hiyo tunashukuru hapa tumepunguziwa kidogo. Tunashukuru sana kwa msaada huu na tutatusaidia katika upandaji wetu wa mwani. Tunaomba waendelee kutusaidia vizuri na tunashukuru sana katika msaada wao ambao wametupa. Akizungumzia zoezi la kukabidhi vifaa hivyo, mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa ya maendeleo Zanzibar ZIDO, Ramadhani Makame Mbanja, ameeleza malengo mahususi ya kutoa msaada huo, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha wakulima kupunguza gharama za ununuzi wa vifaa vya kuendeshea shughuli zao. Hapa katika kijiji chetu cha Kikungwi, na tumekuja kuwasaidia mama zetu na kaka zetu wakulima wa mwani. Hii ni kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hasa katika ile sehemu ambayo ya kuwasaidia wananchi kiuchumi. Tumeunga mkono jitihada za Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa sababu yeye amesema jumuiya zisizo za kiserikali zinayo haki ya kuwasaidia wananchi moja kwa moja katika kuhakikisha wanawawezesha kiuchumi.
amesema taasisi hiyo itaendelea kusaidia nyanja mbalimbali za kijamii ikiwemo wajasiriamali, yatima na makundi yote yenye uhitaji, ikiwa ni sehemu ya kusaidia serikali katika kuhudumia jamii. Sasa sisi kwa jumuiya yetu leo tumekuja hapa na vifaa hivi vya kamba na taitai kwa ajili ya wakulima wa mwani, na hivi vitatolewa Kikungwi, lakini kuna vingine vitatolewa sehemu nyingine. Jumla na hesabu yote kwa ujumla kwa gharama ambayo tutaitumia leo itakuwa milioni 13,400,000 na kidogo. Lakini pia tukitoka hapa tuna kazi nyingine ambayo tunakwenda kuifanya kwa wenzetu wenye ulemavu na mayatima. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache. Tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambao umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni kapu la habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa naye Hilali Sefu Riami. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Afrika Kusini. Wahamiaji wa Kiafrika katika mji mkuu wa Afrika Kusini, Pretoria, wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji haramu, kukiwa na hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Ghana imewashauri raia wake kufunga biashara na kudhibiti shughuli zao za umma, huku mkuu wa muungano wa Nigeria nchini Afrika Kusini akiwaomba wanachama wake kufanya ibada wakiwa nyumbani. Hisia za kupinga wahamiaji zimepata fedha za kisiasa katika miaka ya hivi karibuni, huku baadhi ya wageni wakiamini kuwa wanachukua kazi na kunufaika kutokana na huduma za umma. Akilaani mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya wageni, Rais Cyril Ramaphosa alitumia hotuba yake ya siku ya uhuru siku ya Jumatatu kuadhimisha uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo wa mwaka 1994, pia kuikumbusha nchi yake deni lao kwa mataifa mengine barani humo katika kuunga mkono mapambano yao dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi. Aidha, rais huyo alisema raia wapaswi kuruhusu wasiwasi wao kuzaa chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Kwingineko, rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amewapongeza wanajeshi wa nchi hiyo walijitoa uhai kwa kujilipua wakati wakipigania Urusi dhidi ya Ukraine na kuthibitisha sera inayoshukiwa kwa muda mrefu kwenye uwanja wa vita. Katika hotuba yake ya wiki hii, kiongozi huyo wa Korea Kaskazini alisema wale ambao waliamua kujilipua bila kusita walijitoa muhanga ili kulinda heshima kubwa ya nchi yao ni mashujaa. Korea Kusini inakadiria kuwa takribani raia 15,000 wa Korea Kaskazini wametumwa kuisaidia Urusi kurejesha sehemu ya magharibi ya Kursk, na zaidi ya 6,000 wameuawa kufikia sasa, licha ya kuwa Pyongyang na Moscow hazijathibitisha idadi ya vifo.
Mashirika ya kijasusi na walioasi wamesema wanajeshi hao walikuwa chini ya amri ya Pyongyang kujiua badala ya kuchukuliwa mateka na Ukraine. Mapema mwaka huu shirika moja la utangazaji la Korea Kusini lilirusha hewani kipindi kilichoangazia wafungwa wawili wa kivita wa Korea Kaskazini nchini Ukraine, na mmoja wao alisema kwamba anajuta kwa nini ya kujitoa uhai. Na tunahitimisha habari za kimataifa kwa taarifa kutoka nchini Mali. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Assimi Goita ametoa hakikisho kwa wananchi kwamba hali ya usalama nchini humo iko chini ya udhibiti katika hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu mashambulizi makubwa ya waasi mwishoni mwa wiki kutikisa utawala wake. Kauli hiyo ameitoa baada ya siku 3 ya ukimya, hali iliyozua maswali kuhusu uthabiti wa uongozi wake na uwezo wake wa kuendelea kushikilia madaraka. Kiongozi huyo wa kijeshi wa Mali alihutubia taifa Jumanne jioni kupitia televisheni ya serikali saa chache tu baada ya makundi ya waasi kutishia kuuzingira mji mkuu wa Bamako. Katika hotuba hiyo alisisitiza kuwa hatua za usalama zimeimarishwa na kwamba vikosi vya ulinzi vinaendelea kudhibiti maeneo muhimu ya nchi. Goita aliwataka wananchi kusimama pamoja na kukataa mgawanyiko wa kitaifa, akisema Mali inahitaji utulivu wa mawazo, sio hofu, ili kukabiliana na changamoto zinazoikabili. Aidha, aliongeza kuwa mshikamano wa kitaifa ni muhimu katika kipindi hiki ambacho nchi inakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Watu 3 wafariki dunia jijini Dodoma kufuatia ajali ya malori mawili kugongana uso kwa uso. BAKWATA Manispaa Singida yapokea takriban nakala 1000 za mashafu kutoka taasisi ya Zahfu. Na katika habari za kimataifa, wahamiaji watakiwa kufunga biashara zao huko nchini Afrika Kusini. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya niliyekupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilal Sefuriami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria na magharibi mwa nchi kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa iliyopo katikati, pwani ya kaskazini ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu. Kwa ujumla, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa maeneo ya pwani ya kusini. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule unaopenda kukaa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Viashiria vya mvua vinaonekana kupungua katika maeneo ya kusini mwa nchi, isipokuwa vinaonekana kwa kiasi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, katikati mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kwa upande wa nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya maeneo ya nchi. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua katika maeneo machache.
Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua katika maeneo machache. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.